Amewasili katika mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Juni 23, Bwana Joseph Kabila Kabange, rais wa zamani wa DRC, baada ya ziara ya mwezi mmoja mjini Goma, Kivu ya Kaskazini. Kabila alifika kisirisiri pasina wananchi kufahamu mapema. Uongozi wa wahasi wa AFC ulichapisha kwenye ukurasa wake wa Facebook taarifa za ujio wa Joseph Kabila, huku wakimkaribisha kwamba amechukua hatua nzuri kuwatembelea wananchi wanaosauliwa na serikali yao ya Kinshasa. Watu wanaomzunguka Joseph Kabila Kabange wameviambia vyombo vya habari kwamba malengo ya Joseph Kabila ni kusikiliza maoni na kilio cha wananchi kuhusu hali ya usalama mdogo na uzidi kutanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili kutafuta suluhisho wakati mashariki mwa Kongo machafuko ya kivita ya kidata kwa miongo karibuni mitatu sasa. Mazungumzo hayo na watu wa tabaka mbalimbali ni kama alivyofanya wakati wa ziara yake mjini Goma. Watu wa Kabila wamesema Goma alizungumza na viongozi wa kidini, wami wa asili na wawakilishi wa mashirika ya kirahia, vimeongeza vyanzo vinavyomsogelea Joseph Kabila mjini Bukavu. Ziara ya Joseph Kabila Kabange inakuja wakati ambapo maeneo mengi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini yakiwa chini ya udhibiti wa wahasi wa M23 AFC, swala linaloleta mahoni mseto miongoni mwa raia. Mwanamama huyu ni mkahaji wa Bukavu, anazungumza. Tokea jana Joseph Kabila iko hapa Bukavu, malgré biko najificha. Napenda nionane naye nimuulize juu ya nini iko na uwa watu kiolela hivi. Damu inamwangika mingi hapa mjini wa Bukavu. Musiti Kivu tunateseka sana na mauaji. Naomba wakongomani wenzangu tuwe macho, tuwe makini. Kila watoto wetu wote wanaopatikana Uvira, wanaopatikana Shabunda, Burega, Bunyakiri, Kabare, Walungu, wazalendo watoto wetu, na wasi mujikaze watoto yetu wakongomani, mumupatishe haya huyu mutesi ambaye anaweza kutusumbua kila leo. Joseph Kabila unatesa wakongomani, wazalendo watoto wetu, mumupatishe haya. Raia huyo ni mkazi wa Kaziba, mji ulio nje ya Bukavu, ambako kwa sasa kunakuwa shamba la vita kati ya wahasi na makundi ya wazalendo yanayolisaidia jeshi la taifa la Kongo. Yeye ametoa mahoni yafuatayo. Kabila kufika yake hapa haiko mzuri, maki kuko vitu vya kwa tafuta tena. Njoo shie niko mtu akazibu, kulikuwa fote na fomu make ba M23 balipigana kule manyumba kulunguza nini, bakatuambia nabo peke ase mwana batuma ni Kabila. Make Kabila ni mtu mbaya sana, na kufika kwake hivi kuko vyanakuya tafuta kule Bukavu. Kufika kwa Joseph Kabila Kabange mjini Bukavu kwa pokewaji na raia wa mji wa Uvira, ambako kumehamia makao makuu ya mkoa kwa muda na ambako kunapatikana askari wengi wa jeshi la taifa la Kongo FARDC walioshindwa na vita katika mji wa Goma, Bweremana, Minova, Ngungu, Lumbishi, Mukwija, Shanje, Nyabibwe, Nyamukubi, Iusi, Kalehe nzima, Katana, Kabamba, Kavumu, Bukavu mji mkuu hadi Kamanyola. Mimi kwanza naitwa kwa jina la Daniel. Kufika kwake Bukavu vraiment sifurahi, paske ni mtu mwenye alishaonekana kama ni mtu mubaya, atupenzi hata. Yeko natosha franga, atoshe ni kila kitu kia mbaya juu atuangamizi. Jona shi tunaona vraiment jinsi alifika akokuwa munia ya bien. Alikuwa tuangamiza kabisa, atumalizi. Mimi nasema vraiment ingekuwa mwae bange mubana tu, ama wakatali, kama watapiga masifle, kama watapiga mamajiwe, baoneshe tu kama tena tumupenzi. Iko na bezwe aishafika Bukavu, adevie njo njia afike hapa Uvira. Aishafika hapo Uvira, shie wanaume wote tunangamia. Njo sasa na shia tupenzi afike hata hapa juu ni mtu mubaya sana. Ni mtu mwenye anatuletea make kichefu, maki atufurahi hata kubienye anafikia Bukavu. Jua tuna tena bezwe yake. Tulimpatia 18 ans atudirige tena, iko natafuta nini mwai masiku, atuache na amani, atumupendi na atupenzi. Vraiment tulikuwa najua kama lekenzi atatosha watu yake bisha shite. Kwa kweli nashukuru kwanza kwa kunipatia nafasi ya kuzungumza. Kama mwananchi siwezi nikasema nachukia au nafurahishwa, maana kwa kweli hatujui ujio wake ni wa namna gani na hatujui nini lengo lake. Kama nilisema siwezi nikachukizwa, sababu ni alikuwa rais wa zamani, na kipindi alikuwa akikuja
kwa katika utawala wake tulikuwa tunampokea tu vizuri. Sasa kwa leo, kutokana na vurugu ya nchi na masemi ya wananchi, yaonekana baadhi ya vurugu naye anachangia. Ndio maana nilisema siwezi nikafurahishwa na ujio wake na siwezi nikachukizwa na ujio wake. Ile ujio wa Joseph Kabila mjini Bukavu mie sifurahi hata. Juu Joseph aisha kwaza bakongole vote. Na kama anakia ataendelesha mambo ya vita yake ya barebele, maana ndio mwisho yake hii sasa. Kabila aisha tukwaza. Un président pendant 18 ans mu pays. Ugioko rebele wa nchi yako tena, maana hakuna vile alikuwa anatongoza. Tunaona tu Kabila maana ni muaji tu. Na wasoda wake wanaua sana, ni muaji. Doktora yake ya criminology kama njoo anapenda sasa ifanyie mahakikisho kama ni kriminele kabisa wa kweli. Akuye Mungu iko naona damu wa Kongomani shamwangika mingi sana. Na hapa tunafika mwisho yake nafika. Kabila analaumiwa vya kutosha na rais aliyopo madarakani kwamba hanaunga mkono waasi wa M23 na kupelekea kuondolewa kwake kingo zote za mwanaseneta mnamo mwezi Mei uliopita. Swala linaloelezwa na wadadisi wa mambo kuwa mwanasiasa huyo Joseph Kabila yuko katika mbinu za kutafuta kujijengea mara tena uaminifu katika kutafuta kusuluhisha mzozo uliopo kati ya serikali ya Kongo na waasi wake. Luikecha Abangwa Modest ni mwadhiri wa chuo cha watoto mayatima cha kanisa la Moravian Church Kongo Mashariki. Yeye ni mchambuzi wa siasa za Afrika ya Kati na Mashariki. Anazungumza nami kutoka Kabimba Kopela mjini Uvira. Nadhani kufika kwake Bukavu haiwezi kashangaze kama vile Mkongomani, lakini kinacholeta wasiwasi na watu kutofahamu ni kwamba amekaa muda mwingi kimya bila kusema chochote, na wakati anapofufuka tu sasa anaanza kuonekana sehemu ambazo waasi wanashikilia. Je, nini kitakachotokea baadaye? Je, anafikiria nini? Na kwa nini hayuko wazi? Ningetamani basi awe wazi ili watu wafahamu kinagaubaga anachotaka kukifanya na anachokifikiria, lakini kubaki kimya na kuendelea kuonekana zile sehemu ambazo waasi wanashikilia zitaendelea kupatia watu sitofahamu na kujiuliza maswali mengi sana. Kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Joseph Kabila kufikia Kivu baada ya miaka miwili akiwa nje huko Afrika ya Kusini kuna hingiana na ongezeko la machafuko na kusonga mbele kwa waasi wa M23. Tangu Januari ya mwaka wa 2025 AFC M23 imezidisha kasi na kufukuza FRDC maeneo mengi muhimu. Uhusiano kati ya Kabila na Felix Tshisekedi ulidhorora tangu mwaka wa 2020 wakati ambapo Kinshasa ilianza kushotea vidole rais wa zamani kuchangia katika vita vya mashariki mwa nchi.